Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'du. Ndugu yenu Salim Sheikh Kulaba, Imamu Markaz Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, ambayo inapatikana Mangal location Mchangamuzo village. Niko na nafasi hii inshallah kuambia ndugu zangu katika iman masala ambayo yanatukumba katika markaz. Markazi hii imejengwa alhamdulillah nzuri kabisa, lakini tuna uhaba na ukosefu wa maji katika markazi hii. Kwa hivyo tunaomba inshallah muhsinuna ambao wana uwezo wa kuweza kutuchimbia maji inshallah waweze kutuchimbia maji. Nafasi tuko nayo kubwa, na vile vile tuko na mahala ambapo tumepima tayari ambapo panapatikana maji kama hayo. Kwa hivyo inshallah muhsinuna ambao wamejitolea kulifanya kazi Allah tabaraka wa taala, ambayo wametoa mali zao inshallah kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, waweze kutusaidia katika kupata maji ili tuweze kukimu ibada zetu vizuri na kuzitekeleza kwa uzuri kama ilivyopangwa ni sheria yetu ya Kiislamu, kwani ibada swala kufanyika ni kwa sababu ya tahara na usafi, na sisi katika markazi hii tunakosa haya maji. Inshallah bila tawfiki, naomba isani zenu inshallah. Barakallahu fikum. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Mtazamaji mpendwa wa channel yetu Kawthar TV 24 Hours, hapa tukiwa katika ardhi ya Mwaluvamba katika maeneo ya Koma na Zilale, kijiji hicho. Tumekuja kwa ajili ya dawa na nilikuwa ndugu yangu hapa Ustadhi Salim Kulaba kutoka sehemu ya Magwasheni Mbuguni. Hakuna shida na sio shida yake, bali ni shida ya Waislamu wote, kwa sababu shida hii sio nyumbani kwake, bali ni tatizo la msikiti ambapo anahitajia kisima cha maji. Muhsani yoyote ambaye kwamba ana uwezo wa kutuletea kisima katika sehemu hiyo, na wasiliane na nambari za simu ambazo kwamba ziko mbele ya runinga yake au mbele ya channel yake ya YouTube ambayo kwamba ni Kawthar TV 24 Hours, ili kuweza kuleta sadaka kama hiyo na Waislamu wapate maji ya kutawadhia na kufanya ibada zao kwa njia nzuri. Wama tafalu min khairin fa inna Allaha bihi alim, na chochote ambacho kwamba mtu atakwenda kutenda katika khairi, basi Mwenyezi Mungu kitu hicho ni mjuzi na anakifahamu vizuri. Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika hadithi yake tukufu sahihi kabisa ambayo kaipokea Imam Ahmad kutoka Amash, Mtume anasema man anfaqa zawjaini, yule ambaye kwamba atatoa vitu vyake viwili vilivyofanana jinsi ya moja, fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, atakayetoa vitu vyake viwili katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, nadatuhu hazarul janna, wale malaika wa peponi watakuja kumuita mtu huyo aliyotoa, watamuita siku ya kiyama. Wakati huo amali zote zimesimama, malaika wanakwenda na kuita ful halumma, ya kwamba akbil wa ta'ala, hebu songea karibu na ufike hapa kwetu, kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuahidi katika neema na khairati mbalimbali ambazo kwamba Allah amekuandalia kwa sababu ya sadaka yako. Miongoni mwa hadithi ya Mtume anasema idha mata ibnu adama, pindi atakapokufa mwanadamu, anapokufa mwanadamu, inkata amaluhu, matendo yake yote usimama na kukatika, illa min thalathin, isipokuwa mambo matatu. Sadaqatun jariya, ya kwanza kabisa Mtume akaitaja sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea ni ujenzi wa msikiti. Msikiti unaojenga wewe, unakufa, msikiti unaendelea miaka 300 mbele. Sadaka ya kuendelea ni kisima ulichokichimba kwa ajili ya Allah, watu maji yake watawadhia, watu wamtaoka nufaika, kisima hiki kinabakia mpaka kiama inasimama. Shimo lile labda lije mtu afukie, lakini kisima ubakia mpaka kiama inasimama. Kwa sadaka hii sio kisima kinachokwenda kwa mtu binafsi nyumbani kwake, bali ni kisima ambacho kwamba kichimbwe kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeyote atakaona risala hii na ujumbe huu na aeneze kwa Waislamu na kwa kila muhsinun, ili msikiti huu uweze kupata kisima na Waislamu waweze kutawadha na kufanya ibada zao kwa njia nyepesi. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Na ustadi wetu Kulaba kutoka Mbuguni, kwa kweli mahitaji ambayo yanahitajia ya kisima ni muhimu sana kupatikana, kwa sababu mahali penyewe pako drought, hakuna chemchemo yoyote kutoka msituni wala hakuna kisima karibu. Kwa hivyo huu msikiti ukipata kisima itakuwa mashallah, itakuwa ni ubora zaidi. Kwa hivyo tunaomba wahisani wote ambao wana uwezo wa kusaidia hali hiyo, tunaomba wajumuishe michango yao ili angalau papatikane maji katika sehemu hiyo. Kwa ustadi Kulaba, kwa kweli kuna hiyo shida.
inshallah biidhnillah. Asante. Haya.